New update tulizonazo ndani ya Wabara Media ni waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amewataka vijana wa Kitanzania kuwa wazalendo na kulinda amani ya nchi ili kukataa kutumiwa kuharibu utulivu uliopo. Akizungumza siku ya leo na makundi ya ufundi ujenzi mkoani Shinyanga tarehe 20 Julai, kiukweli amewasisitiza sana kutoingia kwenye mikanganyiko ya kidini, kisiasa au kikabila. Hiyo inaweza kusababisha watu kuonekana wakimbizi ndani ya nchi yao. Na mkishaingia kwenye vita ya kupigana wenyewe kwa misingi ya dini, misingi ya ukabila, misingi ya nani anatoka kanda gani, mwingine kanda gani, mnaanza kugombanishwa kwa misingi ya vyeo, kugombania madaraka ya kisiasa, wanawafadhili baadhi yenu, mnapewa pesa na hili kundi mnagombanishwa, mnasema tukinukishe. Alafu wewe na mimi tunabaki tunateseka. Una bibi yako kijijini, yeye wakati wa vita atakimbilia wapi? Nchi za jirani hapa zilikuwa zinapigana mpaka na leo mnafahamu kuna nchi wengine wamesema wametoka huko. Uongo kweli? Uongo kweli ndugu zangu? Wamepigana. Niambie leo wewe ukiwa mkimbizi, hutaitwa fundi, hii heshima hutaipata. Hutaitwa. Ukienda kule unaitwa mkimbizi, mnakaa kwenye kambi. Umeenda kuwa mkimbizi kwa sababu nchi yenu mmekubali wahuni waichome kwa sababu ya tamaa. Kama ni taratibu, hatusemi kwamba demokrasia haiwezi kuwepo. Hatusemi hatuheshimu haki za binadamu. Tunaziheshimu na tutazisimamia na tunazitekeleza kwa sababu nchi hii ni nchi inayofuata misingi ya utawala wa sheria. Sasa leo ndugu zangu mafundi, nyinyi mnajua kwenye site huko mnakojenga kuna watu wahalifu wanakuja. Tusaidieni kutupa taarifa vyombo vya ulinzi na usalama. Tupeni taarifa mnazoshuku, taarifa zote shuku za kiusalama tupeni ili tuijenge nchi yetu. Kwa hiyo ukiona hizi wakati mwingine watu wanapambana na nini, ni hasira tu za watu fulani, ni kicks of the dying horse. Huwezi kuchinja ng'ombe, huwezi kuchinja farasi alafu asirushe mateke. Uongo kweli? Kwa hiyo hizi ukiona mara Katambi anapelekwa mahakamani, hizo ni kicks of the dying horse, kwa sababu wanajua nimewashika pabaya. Na sitaacha Baba mpaka labda nitoke kwenye hii nafasi, na nikitoka ni kwa mpango wa Mungu na Samia, lakini sitaacha kusimamia nchi yangu amani. Mataifa yanateseka ndugu zangu. Lakini pia ndugu zangu, mnajua kama hatutazungumza kwa ukweli huu, kwa sababu wao wana muda kila siku, wako kwenye TV, wako huku wanazurula, wanapotosha na kuongea uongo. Hili taifa hili ndugu zangu, Tanzania hii, wakati tunapata uhuru walikuwa watu milioni 12. Tanzania bara na visiwani. Chuo kikuu kilikuwa kimoja cha kuachwa na mkoloni. Leo tunazungumza vyuo vikuu viko 56. Ukiacha vyuo vya kawaida kama VETA hivi, vyuo vya ufundi vya katikati. Tunazungumzia shule 20,000 na kitu. Shule za msingi na sekondari unakumbuka ilikuwa Iliboru, wapi kule? Unakumbuka Tabora Boys na wapi na wapi, vya kutaja, shule za kutaja, na mnaambiwa sio mmefaulu, mmechaguliwa. Leo hii tunazungumza Samia anajenga shule za msingi na sekondari. Shinyanga peke yake hapa tumejenga 10 za msingi na sekondari. Na tunaendelea. Nchi nzima shule za msingi na sekondari. Tumeenda kwenye elimu bure. Kindergarten mpaka kidato cha 6. Hayakuwepo haya awali kwa sababu ya mabadiliko ya maendeleo. Leo tunavyozungumza hapa SGR hii tunaongelea, wanachukia mapema tu leo samaki wale wa baharini kule, pweza, ngisi, nini unawala hapa Shinyanga. Lakini tukijenga hiyo, ni miundombinu inayotusaidia sisi kukua kiuchumi. Hawataki. Mtakumbuka kuna watu walikuwa wanapinga ndege. Mwalimu Nyerere alituacha na ndege moja. Leo tuna madege yetu. Utasema ndege inaniusuje mimi fundi, mimi nani? Hizo hela zote zinazopatikana kwenye ndege, zinazopatikana kwenye SGR, zinazopatikana kwenye miradi ya bwawa la Mwalimu Nyerere, pesa inayopatikana kwenye ujenzi wa meli zinazojengwa kwenye maziwa na kadhalika, zinaingia kwenye mfuko wa pamoja, mfuko mkuu wa serikali, hazina. Baada ya hapo ndio mnatuonaga bungeni tunahangaika bajeti. Tunasema mimi Shinyanga nataka madaraja, nataka vituo vya afya. Hela imechanganywa kwenye miradi yote makubwa yaliyojengwa. Kwa hiyo sio lazima uone ndege zinatua hapa kwa wingi, labda sio lazima uone mradi fulani wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Manufaa yetu ni ya taifa, kwa sababu
tunakusanya fedha, tunaziweka kwenye mfuko wa pamoja hazina, na baada ya hapo tunapanga matumizi kulingana na mahitaji ya wananchi. Libya ilikuwa kama mafundi hapa. Wewe ni fundi, unapewa vifaa kamili, unapewa na fedha ya kuanzia mtaji. Wanaosoma hivyo hivyo, mkienda kuoana mnapewa na hela ya mahali uende ukalipie. Wakaona nchi inaenda vizuri, nchi za Afrika zikiiga tumeisha. Wakafanya ya kufanya, wakatumia watu wao humo ndani, wakawapampu, wakatengeneza mazingira, divide and rule. Matokeo yake Libya mpaka leo imeelekea kibla. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tumeona nchi nyingine hapa, vita isiyoisha Kongo. Mnafahamu nyuma yake kuna nini? Vita gani isiyoisha? Tukiwa bado shule ya msingi mpaka tumeingia kwenye majukumu, vita haishi. Unadhani kuna nini? Sasa sisi hatutaogopa, kwa sababu wao wanapata muda wakati mwingine wa kuzungumza, kwenda kupotosha watu kwa muda walionao. Sisi tuna muda wa kujenga nchi yetu. Mafundi ndio wajenzi wa taifa letu. Endeleeni kulijenga taifa la Mungu Tanzania. Kwa ndugu zangu, niwaombe sana, naongea kwa uchungu kwa sababu najua kinachofanyika. Nimefanya kazi ya kuwa kwenye siasa za serikali za wanafunzi ngazi zote mpaka kitaifa. Nimefanya kazi kwenye NGOs hizi zinazoitwa taasisi asasi za kiraia, nimefanya kazi. Nimefanya kazi kwenye vyama vya siasa, chama tawala. Nimefanya kazi vyama vya upinzani kwa ngazi za kitaifa kote. Nimefanya kazi kwenye maeneo mengine ya taasisi za ndani ya nchi na nje ya nchi. Nimeenda nje bara la Ulaya na Marekani nikiwa kijana mdogo. Najua kinachofanyika duniani hapa. Kwa hatuwezi kudanganyana. Mtatiro huyu leo tunakutana hapa, tulikuwa tunapishana ndege. Mara ya mwisho tumekutana naye Denmark kwenye kikao na Kalonzo Musyoka. Na wakati huo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi wa sasa Asha Rose Migiro alikuwa balozi wakati huo Uingereza. Tukiwa vijana wadogo. We know what is going on. We know what we are doing. Tunataka tuwaambie tu kwa sauti ya, msije mkasema hatukusema, taifa likaangamia. Wabara Media, sauti ya kweli.